Naam, ujambo na karibu kwa runinga ya Mwanzo. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na hii leo bado tunaendelea na mjadala wetu kuhusiana na mradi wa EACOP ambayo inaendelea katika taifa la Uganda hadi moja kwa moja hadi katika taifa jirani la Tanzania. Na hii leo studioni kutuweka sawa kuhusiana na masuala ya ujenzi wa mradi huo na pingamizi ambayo imekuwa ikikumbana na mradi huo ni Bwana Lennox Onyango ambaye ni mratibu wa kikanda katika muungano ama association ya wanafunzi wa vyuo vikuu katika taifa la Kenya. Naam, karibu sana Bwana Lennox Onyango. Shukran sana Bwana Sewe kwa fursa hii ambayo tumepata ili tupate kuzungumzia hili swala la EACOP na jinsi ambavyo inaathiri hali ya hewa ya kwa sasa na hapo mbeleni pia. Pengine kwa ufupi kwa dakika moja, pengine ungetufafanulia, je, hii ni muungano wa aina gani ya KIWESA ambao wanasema inajiita kama Kenya Inter-University Environmental Student Association? Shukran. KIWESA ni ile muungano wa wanafunzi mbalimbali kutoka vyuo vikuu hapa nchini, vile vya kibinafsi na vile vya kiserikali. Unapata kwamba tunao karibu vyuo vikuu kama 70 na kitu hapo. So wanafunzi ambao katika kila chuo kikuu kuna ile club, kuna ile ushirika wa wanafunzi ambao wanashughulika na masuala ya kimazingira. Hivyo sasa hii inaleta hao washirika au hizo ushirika zote ili wapate kukua kama umbrella yao ya kuzungumza. Namshukuru sana. Na najua unafahamu kwamba kuna mradi wa EACOP ambayo imekuwa ikiendelea katika maeneo ya Hoima, ile kutoka Hoima na inachimbwa moja kwa moja hadi Tanga ama bandari ya Tanga katika taifa la Tanzania. Lakini mradi huo imekuwa ikikumbana na pingamizi chungu nzima. Je, sijui ni kwa nini wana mazingira pamoja na wale watu wenye wanaitwaje, wale wadadisi wa masuala ya kawi wamekuwa wakipinga swala hili la ujenzi wa mradi wa EACOP. Je, ni kwa nini watu wamekuwa wakipinga? Bwana Sewe, unapata kwamba mradi wa EACOP, kwa wale ambao leo EACOP ni East African Crude Oil Pipeline. Ni ile bomba la mafuta ya takriban kilomita 1,400 na kitu kutoka Hoima Uganda inateremka, ilifaa ipite Kenya pia, lakini Kenya walijitoa katika muhtasari hiyo kwa masuala ambayo tunafaa tuzungumzie leo. Hivyo basi Tanzania walikubali, so ikapita eneo mbalimbali hadi inafaa iishie Tanga. Na unapata kwamba imepatikana na pingamizi chungu mzima jinsi umesema, kwa sababu ya sisi ambao tunaelewa mambo ya mazingira. Unapata kwamba tunafaa tuzingatie tena maisha ya usoni yatakuwaje, kwa sababu tunapinga hii jambo sana. Kwanza mimi ni kwa sababu nimefanyia utafiti na nimeona vitu ambavyo crude oil, ile mafuta inafanya, mafuta ghafi inafanya. Hivyo basi unapata kwamba italeta changamoto chungu mzima. Kuna machangamoto ambazo zinafanyika sahi jinsi ya vile kuchimba kunaendelea. Kuna changamoto hapo, kuna changamoto ya kuweka hizo bomba. Kuna changamoto tena ya mafuta kusafirishwa. Ajali mbalimbali tumeona katika nchi mbalimbali, ajali kama hii haswa nchi ya huko Afrika Magharibi, Nigeria. Tumeona mambo kama hayo. Na pia ukisonga hapo Tanga italeta kuchafuka kwa bahari, na mafuta unajua ikichafua bahari linakaa hapo kwa miaka kadha wa kadha. Hivyo basi sisi ambao tunaangalia the long term effect, unapata kwamba nchi mbalimbali, tuseme tu nchi ambazo zinahusika na hii, wanaangalia ile faida watapata kupitia hii. Lakini hawaangalii madhara ambayo yatatokea kulingana na kuwekwa kwa bomba hili la EACOP. Kukupea tu muhtasari kidogo, sote tunajua sahi tunatafuta ile inaitwa clean energy.
So clean energy ni ili tupate kusuluhisha ili jambo la carbon in the air. Yes. Na carbon in the air imeongezeka zaidi. Ukiangalia tangu hapo wa Industrial Revolution, uzalishaji wa viwanda mbalimbali 1750 huko. Imekuwa na madhara hadi wakati watu walikaa chini tukaona mambo inaendelea vibaya. Hapo 1995 COP1 ilifanyika huko Jerumani, Berlin. Ambao watu walizungumza na United Nations, Umoja wa Kitaifa walijiuliza tunawezaje kusuluhisha hili jambo kwa sababu limeshatukumba, carbon iko hewani, tunapata ozone layer inakuwa depleted na mambo mbalimbali. Then miaka 2 baadaye tukakuwa na ile itifaki ya Kyoto, inaitwa Kyoto Protocol, ambayo ilikuwa nataka kurudisha hali ya carbon from 40% na to 5.2, 5.2, ambayo watu nchi zilijaribu hapo. Mwaka 2015 tukakuwa na muhtasari ya Paris, the Paris Agreement, ambayo tulisema 5.2 haitoshi, so turudishe chini ya 2%, ikiwezekana 1.5. So unapata nchi mbalimbali ambao walipata kusahihisha hii mambo ya itifaki ya Kyoto na tena muhtasari wa Paris. So hiyo ukisema una reduce kutoka 40 to 5, hiyo ni nini na reduce emission ama the carbon emission? Okay. Yes. So moja ya njia za kupata 1.5% ilikuwa kurudisha mambo ya utumizi wa mafuta. Tuende utumizi wa jua, solar energy, tujaribu ya upepo, the wind energy. Yes, na tena tuembrace ya maji hii inaitwa hydroelectric. Yes, na kwa nchi ambazo zimeendelea zaidi walikuwa wanajaribu kutumia ile ya kinuclear. Yes. So katika hii karne ya 21 linashangaza sana kupata nchi zingine bado zinaeneza hili jambo la mafuta ghafi. Madhara mbalimbali ambazo zitatokea, of course kutakuwa na wasiwasi wa mazingira sana, environmental instability, kwa sababu bomba linapochimbwa, mimi mwenyewe kimasomo mimi ni engineer, mimi kimasomo nimesomea jambo ambalo linaitwa muhandisi wa kijamii na civil engineering. Yes. So unapata kwamba uchimbaji nimesomea uchimbaji vizuri. Jinsi bomba zinawekwa haswa za maji, lakini pia ni ile kiwango moja cha mafuta. Unafaa kuchimba mita kama 6 sideways, mita kama 6. So uchimbe mita kama 6 kwa hiyo upana mita 6 kwa urefu wa kilomita takriban 1500. Hiyo ni ardhi kiasi gani? Limeshinda nchi zingine kama Rwanda, kama Burundi, kutoka Uganda. Hiyo ni nchi mzima imekuwa disrupted. Hiyo umesema sasa unachimba mita mita 6. Ndio. Upana wa mita 6 kwa urefu wa kilomita 1500. Hiyo umechimba tu, haina kazi. So hesabu ya rahisi, tutapiga hesabu. Tutapiga hesabu baadaye. Ndio. So na kwenda chini. Na kwenda chini ni mita kama 10. Sasa hiyo ndio standard. Mita 12 au futi 35. Yes. So hiyo ndio imechimbwa hapa kwa hiyo inafaa chimbe chini ndio sasa pipeline ikue last for miaka kama 50 na bila kufanyiwa renovation. So hiyo ndio standard imetumiwa na hii EACOP. Hiyo ndio standard, hiyo ni global standard inafaa itumike. Yes. So uko unaendelea na mambo ya stability. Yeah, so unaona wakati kwanza tutakuwa tunakata misitu mbalimbali ili tupate kukuwa na hizo magari mbalimbali, magari hizo kubwa hizo tingatinga na mambo, na
kuna cranes because pipe hizo bomba zina uzito sana sana. Mambo ya pili, kutakuwa na, unaona hii jambo hata ukiangalia kiuchumi ni faida sahihi, lakini baadaye kiuchumi bado itatuathiri, itathiri nchi mbalimbali ambao wamehusika na hili jambo. Kwa sababu unapata wale watu ambao wamehusika na hii jambo haswa ni kampuni ya mbalimbali kama Total ni kuna China na kuna tena kampuni ya wale wanaitwa cartels. Yes, inaitwa OPC. OPEC, not OPEC, inaitwa OPEC. Yeah. So OPEC au ni cartels ambao wana regulate ile price ya ile bei ya mafuta katika nchi mbalimbali. Kwa hivyo tukiingia katika hiyo itifaki yao, watakuwa wao ndio wanachunguza na kuregulate ile bei ya mafuta katika nchi mbalimbali. So unapata siku itafika watanunua mafuta kwa bei ya chini. Ikifika after kufanywa hiyo refinery italetwa huku tena kwa bei ya juu. So unapata tungefanya tu biashara kivyetu, ingekuwa sawa kuliko kufanya biashara na multinationals, zile kampuni kubwa kubwa ambao wako na usemi kubwa katika bei za kidunia. Mambo ingine tena tukiangalia Bwana Sewe, unapata kwamba tuseme kuna kitu inaitwa zile moto zinatokea mbalimbali, zile mioto inatokea mbalimbali, inaitwa wildfires. So hiyo wildfires pia ya petroli, unajua hiyo mafuta ghafi ni mbaya kuliko hata petroli yenyewe katika kuteketea. So ajali ikifanyika, upate hiyo wildfire imefanyika, itachoma kama mita 50 kuendelea. So tulianza na mita 6. Hiyo ni ardhi ambayo imeharibika, hatuwezi fanya chochote, hatuwezi lima, hatuwezi ishi hapo. Ni ile restricted area. Yeah. Alain unapata, so moto ikiteketea itachoma kama tuseme mita kama 100 kabla likatizwe. Hiyo ni urefu. Na tena upana another 100. Hiyo ni ardhi imeteketea. Na kuna tena ile wasiwasi pia itatokea, wasiwasi ya kisiasa pia inaweza tokea. Kwa sababu mambo ya biashara za mafuta, kuangalia tu kwa historia, umepata imeleta wasiwasi wa kisiasa katika nchi mbalimbali. Hata ukiangalia the Middle East, nchi mbalimbali ambao walijaribu kufanya biashara ya mafuta, katikati yao kumekuwa na vurugano mbalimbali kati yao. Na hii jumuiya yetu ya Afrika Mashariki tumebobea katika amani kuliko regions zingine, maeneo zingine hata hapa Afrika. Ukiangalia eneo la ECOWAS wamekuwa na mvutano, ukiangalia SADC wamekuwa na mvutano, COMESA kidogo, lakini jumuiya ya Afrika Mashariki, East Africa Community, tumekuwa tukisaidiana kwa mambo mbalimbali. Hivyo basi unapata tulikuwa tunataka kujenga EACOP kama Afrika Mashariki. Lakini Wakenya walifanya utafiti wakaona ili jambo litaleta janga mbalimbali katika nchi zetu, wakajitoa. Lakini Uganda na Tanzania walibakia. Ndio maana tunajaribu kuwa convince wapate kujua kwamba hili jambo si vyema in the long run, wapate withdraw kutoka hili jambo la EACOP. Ndio. Na vile umesema kwamba kuna hiyo madhara hiyo ya pengine kuna hiyo wildfire, hiyo moto ya kutokea pale, pengine na madhara ya pengine watu kuhamishwa. Kabla hujajibu hiyo, nilikuwa nataka pia uongelee na ile ya kuna watu walikuwa wakisema kwamba kwa mfano hivi vitu ambao umesema ya wildfire,
shamba kuharibika na ile mgogoro. Sijui ile image ya pengine watu wanajenga vile vile, unaonaje? Pengine watashtumiwa ama kwa mfano vitu kama ikitokea wale watu the financial multinationals na wale watu wana finance hii kitu, je, image yao inaweza onekana aje katika ulingo wa kimataifa? Unapata kwamba hizi multinationals wao wana control hadi ile PR. Wako na ile nguvu ya kucontrol hadi jinsi wanaonekana duniani. Wanaweza control media, wanaweza control mambo mbalimbali na mawasiliano kuhusu kampuni zao. Kwa hivyo hili jambo wao wataeneza kama jambo jema. Na wamejaribu kueneza kama jambo jema. Unapata wanaahidi watu ile compensation, mambo mazuri hapa na pale. Lakini ukiangalia the compensation wanakupea na ile faida wanapata haziambatani. Na hiyo ni jambo ambalo tunafaa tuzungumzie ili tupate kuokoa wananchi ambao hawaelewi nini inaendelea. Ndio unapata wananchi wanaambiwa tutakupea hela kama hizi, uhame ardhi yako, mahali umeishi kwa miaka, umekuwa ukilima, maji ambao umekuwa ukitumia, mito mbalimbali ambao umekuwa mkiwasaidia katika kilimo, katika kinywaji na kila kitu, unapata unatolewa hapo, unapelekwa mahali ambapo hujazoea. Na hiyo itasababisha tena ile mgogoro wa kijamii. Kwa sababu unapata watu wataanza kuzungumzia, watu wataanza kupigana. Umekuja kwetu na huku si ardhi yenu. Juu watu lazima waishi. People must live. So kujibu ile swali lako ambayo hata tumeanza kuzungumzia uhamishaji wa watu. Hiyo ni ardhi kubwa ambayo ukihamisha watu, utahamisha watu kama tuseme Nairobi mzima. Hiyo inakuwa ardhi ambayo kuna mtu anaishi. So hao watu wataenda wapi? Ndio swali. Na hela wanapewa tena zingine haziwafikii. Sewe umelelewa hata hapa Kenya, umetembea katika nchi mbalimbali. Umeelewa kufanya biashara na serikali. Pesa hizo hazifiki kwa wananchi wenyewe. Zinapotea katikati ama zinafika nusu kama zimekatwa. Hivyo basi huyu jamaa atapata kununua ardhi wapi na hela kidogo. Hivyo basi unapata italeta mgogoro hadi wa kijamii. Jamii watatengana, na jamii ilipotengana nchi linaharibika. Vita vinaweza tokea, vita vya kijamii mbalimbali. Inaitwa community clashes. Jambo tena ambao unapata ni kutakuwa na ile inaitwa wasiwasi katika nchi mzima. Kwa sababu utapata wengine pia wataanza kulalamika, wao pesa zao zilifika, wengine zao zikufika. Hiyo mvutano inaleta instability, wasiwasi katika nchi, wa kisiasa, wa kijamii na pia wa kimataifa. Na unajua kwamba umesema ni kwamba hii mradi wa EACOP ilikuwa originally ama mwanzo ilikuwa ni ya Afrika Mashariki, hususan Kenya, Uganda na Tanzania. Lakini ni kama Kenya ilikataa hii mradi. Je, ni sababu zipi ambao Kenya pengine ilitoa ama ni shinikizo ya aina gani ambao Kenya ilipata kusudi ikajiondoa katika huu mradi wa EACOP? Kwa sababu wakati ikianza wakati ya Kenya walikuwa ipitie Kenya. Kenya walifanya utafiti, walikaa chini na watu mbalimbali, na organizations mbalimbali, na wale ambao wataalamu mbalimbali katika hili swala. Na walifanya research, sababu ilifanya Kenya jiondoe hata kabla ya kuangalia mambo ya mazingira. Hela ambayo Kenya ilifaa itoe ilikuwa mingi zaidi, ambayo ingeathiri uchumi wa Kenya. Hiyo pesa inatolewa kuna asilimia ambazo kila serikali ilifaa itoe. Na Kenya ilifaa itoe mingi kwa sababu unajua Kenya hiyo pipeline ilikuwa inaenda kuzunguka urefu kuliko Tanzania na Uganda. Ilifaa itoke iingie Mount Elgon, ipitie Turkwel, alafu iende hadi Turkana,
itoke Turkana iteremka hadi Mombasa. Unaona hiyo urefu? Na Kenya ilifaa igharamie sehemu kubwa ya hiyo pesa. So Kenya iliona hii itaribu uchumi wetu. Heri tuendelee na usafirishaji kwa njia zingine ambayo haiathiri ardhi ya kawaida. Tena Kenya ilijua kama Kenya tumekuwa na mgogoro wakati mwingine, na hizo sehemu ambao ilifaa ipitie kumekuwa na mgogoro. Ukiangalia Mount Elgon, uangalie Kimwarer, iende hadi huko Turkana. Kuhamisha watu ingeleta mgogoro na vita ambavyo vinaweza zuiliwa kwa njia ya kukataa mambo ya EACOP. Alafu mambo tena ingine, hiyo bomba ilifaa ipitie karibu na Lake Turkana. Na unajua Lake Turkana ndio inastahimili wale watu wote wa Northern Kenya. So ukichafua Lake Turkana ingeleta madhara kubwa kwa watu, kwa sababu wanaitumia kulima, kunywa, mifugo na tena kuvua samaki ambao wanatumia. So inasaidia Kenya, inasaidia South Sudan kidogo, inasaidia tena Ethiopia. Ukiangalia hizo kaunti zote wanapata manufaa katika ziwa Turkana. So Kenya waliona hiyo njia yote, na tena kutoka Turkana hadi Mombasa ni njia ndefu sana. Na ukifanya hiyo ni mahali ajali ikifanyika, kama moto ikilipuka hivi ingeharibu karibu nusu inchi katikati. So Kenya waliona EACOP, na tena Kenya pia ni moja wa nchi ambazo zina champion sana hii mambo ya Paris Agreement. Ukiangalia hata rais wetu ndio alikuwa kwanza kuleta Africa Climate Summit ambao Ruto 2023 Africa Climate Summit. Na Uhuru Kenyatta pia alikuwa kipaumbele katika mambo ya Paris Agreement, Kyoto Protocol, mambo ya kurudisha mambo ya carbon. So Kenya ilifanya utafiti, wakaona madhara ya EACOP, wakajitoa. Na vile nimekuwa nikiona katika mitandao, kuna hii kitu ya Stop EACOP campaign imefanyika mitandao. Kuna watu wameenda barabarani, na kuna wale watu wamefanya a lot of petitions, kuna wenye wameenda kotini kujaribu tu kukomesha hii mradi wa EACOP, lakini ni kama watawala pamoja na wenye wanafanya hii, wanachimba hii bomba la mafuta, ni kama hawajasikia. Na as we speak saizi ni kwamba hiyo construction imeanza. Sijui sasa kufikia hapo, je, ni hatua gani ambapo nyinyi mnafikiria kuchukua? Sisi kama vijana na wasomi ambao wanaelewa jinsi mambo yanaendelea na jinsi EACOP itaathiri mazingira na itaathiri jamii na itaathiri wanyama pori na misitu, litatugharimu kwa sababu tunasema kwamba mwenye nguvu anampesha. Yes, lakini kama hutaki kumpesha lazima upate nguvu kumliko. Na nguvu ambayo tuko nayo ni umoja wetu kukataa hili mambo. Ukiangalia mabadiliko ambayo yamefanyika duniani kote, ilifanyika juu ya umoja wa watu ambao wako na nia moja ya achieve jambo fulani. Hivyo basi sisi hii mambo ya ujenzi imeanza, lakini hatufai kuchoka juu imeanza. Sasa ndio sasa tunafaa tufanye dunia kote ijue kwamba kuna jambo linafanyika la EACOP, na hili jambo linaenda kuathiri jamii zetu katika siku zijazo. Hivyo basi mimi najua tutakutana kivyetu, tupate new approach na new strategy jinsi tunaweza fanya hili jambo likome la EACOP. Hapa kutumia sheria na tena kutumia wanaharakati ambao ni activists, wapate kueleza wenyeji mbalimbali wa eneo ambalo hili bomba litapitia, wajue kuomba hili jambo linafanyika litawaathiri zaidi, wakataa hili jambo, wasiuze ardhi, wasikubali kuuza shamba zao, wasikubali kuhamishwa
wakatai, kwa sababu wako na haki ya kukaa na uko na haki ya kusema hiyo ni ardhi yako. So wajue haki yao, wakatai hili jambo, kwa sababu wakikataa kuuza ardhi na kuna ile map ambayo ishachorwa, so au watu wanaishi katika hayo maeneo, wao ndio wanafaa wakuwe wa kwanza kipaumbele kukataa EACOP, waseme apitie hapa kwetu. Na inji mzima watu wakikataa EACOP itapitia mahali na itakuwa imesaidia sana. Na sijui nilikuwa nikiangalia pia kuna baadhi yenyu wamekuwa wakiandika barua kwa sababu unajua mradi wa EACOP ni mradi ambayo inakuwa funded pengine na financial institution ama mashirika ya kifedha kutoka maeneo tofauti. Nimeona vitu kama World Bank wako pale, kuna banki kadhaa wamekuwa wakifanya hiyo kufund hiyo organization. Sijui vile vile kama pengine mumefikia au organization mkiwatolea madhara ya mswada wa EACOP kusudi wawache kutoa ile ushirikiano na funding. Sijui ukweli kabisa, tuko katika kiwango mbalimbali ambao wanatusupport. Kuna wale ambao ni wataalam zaidi, kuna wale mawakili, kuna watu mbalimbali ambao wamekuwa wakileta ile kuona kwao kwa hili jambo. So mashirika za kidunia kama World Bank wamekuwa kipaumbele katika hili jambo, lakini kuna wale ambao wajaribu kuandikia, na hata ukiangalia katika hizi organizations ama conferences kama COP, kama Climate Summit, kuna wale ambao wamekuwa kitumwa kama wataalam wapate kuwaonya hawa watu umoja wa kidunia na watu mbalimbali wakatae miradi mbalimbali kama EACOP na kama hizo katika nchi zingine pia. Unapata kama sahii kuna COP30 inaendelea pale Brazil. Kuna wataalam ambao wako huko pia wanaleta maoni yao jinsi mambo ya kimazingira inaweza fanyika duniani. Inaweza fanyika duniani na liteketezwe vizuri. Na sijui kwa sababu tayari mradi huu umeanza. Je, sijui kwa mfano nyinyi pengine kuna ile positive ama ile uzuri ambao pengine mmepick from hii kitu. Kwa mfano wanasema mradi wa EACOP utaleta ile itatoa nafasi za kazi, ajira. Kuna watu ambao pengine watafaidika, mataifa hayo mawili yatafaidika ile ikimalizika, ile unapouza mafuta. Ni kwamba pengine nchi itastawi kiuchumi, itajistabilize vizuri. Sijui kwa mfano kama pengine hiyo side pengine nyinyi mmeona. Ukweli hakuna jambo jema lisilo na dosari. Ndio. Hivyo basi tunapata kwamba EACOP kwa short term ni mradi vyema kabisa. Ndio. Kwa short term. Kwa muda mfupi utakuwa ni jambo jema vizuri. Watu watapata kazi na watu washaanza kupata kazi. Ndio. Katika kiwango mbalimbali. Ndio. Kwa sababu ni mradi wa pesa mingi. Ndio. Na hela nyingi sana. Hivyo basi utapata nchi pia zitastawi kwa sababu kuuza nchi mbalimbali zina mafuta, lakini jinsi ya kuuza katika bei ya kidunia ndio imekuwa shida, kwa sababu unapata wamekuwa wakiuza kwa bei ya chini ili wapate tu kuuza for the sake. Kwa sababu kwa muda mfupi kutakuwa na ustawi wa kiuchumi. Ndio. Kutakuwa na nafasi za kazi. Kutakuwa na bei za mafuta pia zitapungua kwa sababu watapewa ile subsidy kidogo kulingana na maelewano watakuwa na. Lakini ukiangalia sasa, sisi hatuangalii hapa, hatuangalii miaka 10, hatuangalii miaka 20, kwa sababu hiyo mafuta inawezaisha miaka 10 hivi likichimbwa liishe. So swali ni likishaisha ili bomba kazi yake itakuwa nini? Ni itakuwa for miaka 25 ama? Ni miaka 25.
So tuseme miaka 50 kutoka leo tutakuwa hai. Na watoto, kuna watoto bado. So yes, kujua hii mradi unasema miaka 25. Yes. Nilikuwa nikiangalia ile website yao ama ni ya 25 years. So inamaanisha after miaka 25 hiyo mradi itakuwa imekamilika ama mafuta itakuwa imeisha kwa ile reserve. So nataka nijue hii pipe itatolewa ama itafanywa aje? Unajua sasa pipe ikitolewa ndio inaleta athari zaidi. Okay. Kwa sababu kutakuwa na spillages. Mafuta yale ambayo yamebaki yatamwagika. Na tayari zitamwagika hata kazi ikiendelea. Lakini uking'oa hilo bomba ni chuma. Ndio. Na chuma linashikwa na rust. Yes. Kumaanisha hiyo land itakuwa, hiyo ardhi itakuwa bure. Hakuna kitu kinaweza fanyika hapo. Okay. Kwa sababu kutakuwa na ile oil spillages, mafuta yatakuwa kidondoka ambayo inaua kila kitu ambayo. Walikuwa wanasema wanachukua a lot of precaution kuhakikisha kwamba wakifunga hiyo bomba la mafuta hawatapatiana ile nafasi hata ya kidogo ya mafuta kumwagika. Sewe, unaona mimi kama mwandishi siwezi sema tutafunga vibaya. Na hakuna chombo ambacho kinatengenezwa vizuri kuliko ndege. Hakuna. Hiyo lazima utengeneze 99.99%. Hiyo ndio kidogo. Lakini ati haimaanishi hatujakuwa na ajali za ndege. Hii mwaka tumekuwa nazo meja kama 6 tayari. So tunaangalia, tunaweza zuia, ni vizuri kuzuia kuliko kumanage. So hata kama watakufunga, nchi mbalimbali zimekuwa kutumia the same standard katika ujenzi. Tumekuwa na moto Texas, Marekani ambao wanatumia tena hata kiwango ya juu. Lakini wamekuwa na moto mbalimbali. Tumekuwa na moto Middle East, tumekuwa na moto Nigeria, na si mara moja. Kwa sababu hivyo basi tunaweza jua tena EACOP tena ajali linaweza tokea, na likitokea litaathiri sana wakaaji na tena mazingira. Hivyo basi hata kama wanachukua precaution haimaanishi kitu mbaya kiwezi fanyika. So umesema hiyo mradi kimalizika after 25 years, baada ya miaka 25 watatoa hizo pipe. So unasema wakati napita inakuwa mchanga itakuwa ikiharibika, ile kupigwa na kutu, ile crust. So hiyo inamaanisha kwamba ndio hiyo ardhi ni kama milele itakuwa useless. Kwa sababu limeathirika for 25 years. Na kurudisha ardhi from oil inachukua, kama wewe ni mwanahistoria, oil kufika chini, ile inaitwa degeneration ni miaka kama 500 na 5 centuries. So hiyo ardhi itakuwa miaka kama hizo mingi haitumiki. Okay. So itakuwa ni kama ni waste. Itakuwa kama waste. Okay, na pengine tukiendelea tunakaribia kumaliza mjadala wa leo, ni kwamba so kwa hivyo kwa sasa ile pengine ile mbinu ya muda mfupi, ile short term yenye pengine mnapanga kuhakikisha kwamba sijui mna mobilize watu, mnajikusanya, ama pengine mko na kitu kama maandamano mtaka kufanya hivi karibuni, ama ni nini ambayo mnapanga kufanya hivi karibuni? Kuna mambo tuseme kama matatu. Moja tumefanya ile kuhamasisha watu wazuie kutumia mafuta. Tulikuwa tunatumia hizi baiskeli za kuendesha ama za stima, na electric bikes. Hiyo ni njia moja kuambia watu kwamba tukiacha kutumia mafuta, hata hawa multinational companies watapata losses
na watawacha kufanya biashara katika nchi mbalimbali, Okay. ama watapunguza biashara katika nchi mbalimbali. Lakini jinsi tunazidi kutumia mafuta, wao pia wanapata ile motisha ya kuendelea na hii biashara yao ambayo inaathiri mazingira. Jambo la pili ni hiyo ya kuandamana, kwenda katika barabara na kuonyesha watu kwamba jambo mnafanya si vyema. Another one ni kwenda katika different stations, petrol station ambao wanahusika na EACOP. Na tunawaambia kwamba wafanyikazi wa hapo, kwamba kila mtu, kwamba hawa watu ndio wanawalipa, mmeajiriwa, lakini in the long run mtaathirika kulingana na jinsi hizi kampuni zina contribute to carbon emissions. Jambo la tatu ni kuandikia watu mbalimbali, organizations mbalimbali ambao wanaweza tusaidia kwa either kifedha, either kumobilize watu ama kueneza ili katika media stations. Na pia tunajaribu kufikia media stations mbalimbali pia wapate kueneza watu kwamba mazingira ni ya maana sana. Na sisi wenyewe pia ni mazingira. Kwa hivyo tukiendelea kuharibu mazingira, ni sisi pia tunajiharibu wenyewe na tunajiathiri wenyewe katika hili jambo. Kwa hivyo haya ni mambo ya tatu kwa short term sahi ambao ziko katika bomba, si bomba la mafuta, lakini bomba la mawazo. Tupate kutimiza ili ikuwe hongera na kongole kwetu kama watu wanaishi sahi, watoto wetu watupongeze baadaye kwa sababu jambo ambalo tulipigania kwa future yao. Na pengine tu katika hii harakati ya kuhakikisha kwamba mnazuia masuala ya bomba la mafuta, ni kwamba hususan maeneo ya Uganda, nchini Kampala, tumeona watu wengi wameshikwa, watu wengi wameshtakiwa na makosa mbalimbali, watu wameenda kotini lakini hawajafaulu, koti imetupilia mbali. Sijui pengine mnafuatilia pengine hao wenzenyu hususan katika Uganda ambao wamekamatwa, sijui hali yao unajua iko vipi hadi kufikia sasa, na vile apili tupiliwa mbali. Sijui kama mnapanga kwenda pengine kwa other international courts. Kupata uhuru si jambo rahisi. Ndio. Na kupata uhuru wa mazingira pia si jambo rahisi. Tuhakikishe tunajua. Kwa sababu hata baadhi yetu ambao ni members wa Kiwesa, wana Kiwesa wengine pia wamepata kushikwa. Okay. Katika nchi mbalimbali za hapa Afrika Mashariki na hata pia huku kwetu, wakipata kuandamana na hili jambo. Wengine pia wamepeleka ili mswada kotini, lakini limetupiliwa mbali ama imekuwa delayed sana. So ni jambo ambalo tunasema kwamba hata kupigania uhuru wa nchi mbalimbali kuna madhara na kuna mambo mabaya ambayo yanafanyika. Okay. So pia tukipigania uhuru wa mazingira na usafi wa mazingira, tumejiandaa kwa mambo kama hayo. Okay. Lakini ile target ni usafi wa mazingira utimize. Na pengine swali la mwisho ni kwamba katika hii swala nzima la EACOP, baadhi ambao watu ambao tumekuwa nikifuatilia sana, maana yake nimefuatilia sana hii story ya EACOP kwa muda sasa, ni kwamba wale watu ambao wanazungumza sana ni hususan watu kutoka taifa la Uganda na vile katika taifa la Kenya. Hatujaona watu wengi katika taifa la Tanzania, ama hatujaona Watanzania watu wakijitokeza wakipinga. Je, ni kukosa nafasi ama sijajua ni kwa nini sana inafanyika Uganda ambao watu wameandamana, na Kenya sijui Tanzania watu wamenyamaza, wamekubali ama wamenyimwa ile uhuru wa sijajua, pengine wewe umekufuatilia. Nimekuwa na watu wa Uganda katika hili jambo. Nimekuwa na watu wa Tanzania pia katika hili jambo. Watu wa Uganda wako na uhuru kidogo wa kupigania ama kujiexpress, kujiwasilisha na kuwasilisha mambo na matakwa yao. Ukienda Tanzania, kuna jinsi ambao serikali zao zimekuwa zikipunguza wanaharakati ambao wanapigania mambo mbalimbali. Si mazingira pekee, hata wa kisiasa. Na sisi kama vijana
tunasema that's wrong. Hilo ni jambo mbaya, we condemn it. Yes. Hivi juzi tulikuwa nazungumza na rafiki wangu ambao pia tuko nao katika ili mambo la EACOP, kupinga ili mambo la EACOP, na wanatoka kule Tanzania. Unapata kwamba wanasema kwamba wengi wao wameshikwa, wengine wamekuwa abducted, wengine wametekwa nyara, wengine hawajui wako wapi, na hiyo inaweza uoga katikati yao. Kwa sababu wao pia ni binadamu. So wako na uoga pia ile, lakini kuna wale ambao pia wanaendelea kutuwakilisha vizuri katika mambo ya EACOP huko. Lakini unajua huko Tanzania media yao, sababu hujapata kuwasikia, kwa sababu media inakuwa controlled na serikali. Na serikali inaamua nini linatangazwa, lini linafikia nchi zingine. Unapata hata sasa hii ile mtandao wa kijamii wa X, wakati wa uchaguzi wao juzi hapa, X ilifungwa kwa wananchi wa kawaida. So ndio maana hujapata, lakini wanajaribu sana pia kwa kupinga hili jambo. Ni ile kufinywa kwa mawasiliano na social media zao, ndio maana tujapata kuwasikia, lakini wamekuwa wakijaribu sana pia kusukuma hili jambo. Shukrani sana Bwana Lennox, na nimeshukuru sana kwa muda wako, na umetufafanulia mambo mengi, hususan ambao wengi wetu hatukuwa tunajua, hususan masuala ya baadhi ya watu wanakosa nafasi ya kujisemea, ambao wengine wanataka kujua haki lakini wamenyimwa. Lakini nashukuru sana kwa kazi ambayo umekuwa mkifanya ya kuhakikisha kwamba wananchi, hususan ambao wameathirika ama wameathiriwa na ile njia ya bomba la mafuta, namba 1 wanapata haki, namba 2 vile vile wanaweza kusikizwa, na namba 3 vile vile kama kuna fidia na vitu kama hayo wanapatana nayo. Shukran kwa kuzungumza wa mwisho. Ningependa pia kuambia wale watu ambao wanaona ama watapata kuona mjadala huu, kwamba wajue kwamba duniani kote kila mtu lazima gharamie uhuru wake, na uhuru wa hii jambo pia linafaa wapiganie. Kwa hivyo tunaomba kila mtu, organizations mbalimbali, serikali mbalimbali wapate kuongelea hili jambo, ili tupate to stop EACOP and stop oil. Thank you. Shukrani sana. Shukran. Naam, huyo amekuwa ni Bwana Lennox Onyango, ambaye ni mratibu mkuu wa shirika la muungano wa vijana wa vyuo vikuu katika taifa la Kenya, ambaye amekuwa kitujuza na kutuelezea mambo kuhusiana na ni kwa nini hao wanapinga mradi wa EACOP, ambayo ni East Africa Crude Oil Pipeline, ambayo inajengwa kutoka taifa la Uganda, hususan katika eneo la Hoima, na inaelekea moja kwa moja hadi katika bandari ya Tanga katika taifa jirani la Tanzania. Mimi ni Kevin Sewe na sina la ziada. Kwaheri kwa sasa.